makini sana, kwa sababu tunamuita Abrahamu baba wa imani. Na ninakusii katika jina la Yesu, unaposikia somo hili ungamanika na imani yako katika kile ambacho tunakueleza. Jitahidi kuweza kutambua mawimbi ya Mungu. Wakati mawimbi yanapokuja, kuna watu wanataka mawimbi na yanawapeleka sehemu nzuri. Wale ambao wanajua kuhusiana na makasia kule baharini, kuna wimbi likija na kuchukua kasia lako na kupeleka kwenye nchi nzuri. Kuna wimbi likija na kupeleka katika sehemu mbaya. Kuna wimbi na kupeleka katikati ya bahari. Kwa hiyo ninakuomba sana katika maneno ambayo tutaenda kwa jioni leo, ninaomba Roho Mtakatifu aongee nafsi yako. Kamata wimbi lako. Kamata kile ambacho kinakutoa katika hatari ya katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kufikisha kwenye ufukwe wa utukufu. Mungu alipoambia wana Israeli, Mungu Baba alipomwambia Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 11, akawaambia waambie wana Israeli wasonge mbele. Kuna baadhi ya watu hawakuelewa. Na wakasema kama mambo yanaendelea kama kawaida, wakaendelea kunung'unika. Mpaka wanapita katikati ya bahari, hawajui hata kinachoendelea. Na naomba nikwambie, kuna watu walivuka mpaka mwisho wa bahari, hawakujua hata kumshangilia Mungu. Ninaomba usiwe sehemu kati yao katika jina la Yesu Kristo. Kila neno la Mungu analeta katika madhabahu na sababu, na lina maana kwa ajili ya kuja mahali hapa. Hatukuja kupoteza muda, tumekuja kumtukuza Mungu aliye hai. Kwa namshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupa. Tambua mwezi huu katika kitabu cha Isaya 40 ule mstari wa 30 tunaambiwa ni mwezi wa kupokea nguvu mpya. Na kupokea nguvu mpya maana kwamba unapokea imani ya kuvusha kwa roho. Kwa sababu tunasema mwezi wa tatu, siku ya tatu Bwana Yesu alifika kaburini, ni mwezi wa kufufuka kwa nguvu. Kama kuna chochote kimelala kimekufa, ni mwezi wa kuamka. Tunataka mpaka mwisho wa mwezi huu tukapate shuhuda. Kama kuna roho ya usingizi na kusumbua, ikatae. Wakati mwingine shetani, usingizi toka ndani mwangu kwa jina la Yesu. Kama kuna roho ya uchovu na kusumbua, sema uchovu toka ndani mwangu kwa jina la Yesu. Kazi ya shetani ni kuiba. Hawezi kuwa kupotezea muda kuja katika ibada jioni leo kisha kupata usingizi. Ina maana kwamba anakuibia kitu fulani kwa ajili yako. Na mimi nakuruhusu, kama unajisikia kusinzia, simama na usikilize ninapokuwa umesimama. Usiwe na wasiwasi, lakini usiruhusu roho ya usingizi. Kwa sababu unapokuwa umesinzia, walipokuwa wamelala, juu akaja akapanda uovu. Aturuhusu shetani kuleta watu na kuwafanya wapoteze muda katika ibada takatifu. Kwa kitabu cha Isaya sura 40 mstari wa 30 anasema, wana watachoka, vijana watakata tamaa, lakini hao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kama tai. Ni majira ya kupata nguvu mpya, ya kupanda juu kama tai. Lakini amesema sifa moja hapo, utapata nguvu mpya kwa sababu ya nini? Kumngojea, kuendelea kumsikiliza Mungu kila anachosema. Habakuki sura ya 2 anasema, nitajitahidi nikae juu ya kilima, nisubiri ningojea atasemaje juu ya hatima yangu, juu ya kulalamika kwangu. Ina maana kuna majira kulio na kulalamika kwako. Kinachokupaswa kufanya ni kumngojea Bwana. Kuna nguvu katika maamuzi ya kumngojea Bwana. Kumngojea Bwana maana yake ni kujitahidi kuhudhuria ibada, ni kujitahidi kumwomba Mungu, ni kujitahidi kusoma neno la Mungu na kusikiliza mahubiri, kwa sababu ndiko Mungu anakutana na wewe. Mungu anaongea na watu wake kila siku. Lakini tambua mwezi huu ni mwezi ambao tunaambiwa kwamba ni mwaka huu, ni mwaka ambao tunaambiwa kwamba ni mwaka wa marejesho. Ni mwaka wa utele. Kama bado hujaanza kusikia marejesho, kama bado kuna vitu ambavyo vimekamata, kama bado unaona kuna shida na njaa katika maisha yako, kuna tabu ya huzuni, ninakwambia mwezi wa tatu ni mwezi wa kumkamata Mungu vizuri na kusema, Baba, huu ni mwaka wangu wa marejesho. Ninahitaji kurejesha mara 7. Kila nilichochukua adui katika maisha yangu, ninakirejesha kwa moto katika jina la Yesu Kristo naye. Basi wakati naelekea katika somo la jioni leo, ninaomba tuinamishe vichwa, tumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Baba, kwa jina la Yesu Kristo naye. Baba, kwa jina la Yesu Kristo naye, tunakushukuru jioni leo sisi waja wako ambao tumekusanyika katika madhabahu hii Bwana, kwa ajili ya kuja kusikia neno. Tuko tayari, mioyo yetu ni mitupu. Ongea nasi, nena nasi. Baba, tamalaki katika kipindi hiki sasa kwa jina la Yesu Kristo naye. Roho Mtakatifu akatembee katika ibada hii Bwana. Akaongea na nafsi zetu, akaongea na roho zetu, akaongea na maisha yetu. Baba, kwa ajili ya mgeuko na mabadiliko katika uhai wetu kwa jina la Yesu. Baba, ninakusihi katika jina la Yesu, kila tutakaposikia neno lako Bwana, tukamanike na imani, tukasonge mbele hatua moja kwenda nyingine kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo aliye. Basi Roho Mtakatifu, nakukabidhi kipindi hiki. Baba, nitumie kama chombo tu, ukanene na nafsi hizi
katika jina la Yesu. Sote tuseme amen katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikwambie, kuna watu wanasafiri, maisha yana mambo mengi. Kwa wale wafanyabiashara, kuna majira nafika mtaji unayumba. Kwa wale wanafunzi, kuna majira nafika nguvu ya kusoma na choka. Kwa watumishi wa Mungu ambao ni wachungaji na watu mbalimbali katika huduma katika kanisa, kuna majira nafika unajisikia kama mafuta yameisha. Kuna majira unajiuliza niendelee wapi? Kuna majira unajiuliza maswali mengi. Wale ambao wanasafiri baharini, kuna majira mawimbi yanakuwa makali sana baharini. Kama kupiga jarife, kupiga yale makasia, yanafika hatua miguu inachoka na hadi inakuwa imechoka. Kuna majira katika hali ya kibinadamu yanafika unakuwa umechoka na unahitaji neema. Lakini jioni leo nataka tuongee kitu cha tofauti kidogo. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa wanatembea na Bwana Yesu, waliongea kitu ambacho napenda tujifunze jioni leo. Ukiangalia kitabu cha Luka sura ya 17 ule mstari wa 5, wanafunzi wakamuuliza Bwana Yesu. Kwa mara ya kwanza wanashangaa kwa nini walimuuliza. Wakasema, Bwana, tunaomba utuongezee imani. Wakasema, Bwana, tuongezee imani. Luka 17 mstari wa 5. Una majira vitu vinayumba, imani yako inatikisika. Unajiuliza Mungu yupo au hayupo? Unajiuliza Mungu anasikia au asikii? Ni majira ambayo unapitia katika kila mwanadamu, sio wewe peke yako. Kwa sababu kama ni wewe peke yako unapitia katika hatua kama hiyo, na haina maana kwamba unapokuwa umetindikiwa, tunaita kutindikiwa, haina maana kwamba ndio umerudi nyuma, lakini ina maana kwamba kuna namna unahitaji kumwomba Mungu. Ngoja nikwambie, kuna watu wanadhani kwamba imani inakaa tu ndani. Imani inakufanya upae pale ulipo kwenda hatua nyingine. Ndege kama mnaangalia wanaopaa juu, wanapaa juu sana, kisha wanaachia mabawa yao, wanaanza kushuka chini. Nafikiri mmeshaona ndege wanapopaa. Wakifika karibu kidogo, wanaanza wanapandisha tena mabawa, wanapiga mabawa, wanapaa tena juu. Ndivyo ilivyo imani. Kuna nyakati unatembea katika viwango vya juu vya imani. Miujiza imefanyika, pesa imepatikana, kazi imepatikana, biashara imetanuka. Kuna majira nafika hatua inaanza kutindika. Unashangaa vitu vinaanza kushuka. Kuna majira nafika chini, unaanza kuamka chini. Kuna majira bidi upate nguvu mpya ili uendelee kupata na juu na kufika viwango vile vya imani. Wanafunzi wa Bwana Yesu wakasema, Bwana, tunaomba utuongezee imani. Katika Ukristo wetu, imani ni mtaji. Bila imani hakuna Ukristo. Bila imani hakuna imani. Hii ni imani kwamba Mungu yupo na anawapa neema na fadhili wale mchao. Imani kwamba kuna nguvu ya Roho Mtakatifu inatia nguvu kuwepo mahali hapa jioni leo. Imani kwamba Bwana Yesu alipigwa msalabani akafa na sisi tumepata kuwa huru kwa sababu Bwana Yesu alikufa msalabani. Misingi ya maisha yetu imejengwa katika imani. Sote pamoja tunakumbuka mstari ambao ulifanya tuokoke. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16, mnaojua, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie imani asipotee bali awe na uzima wa milele. Leo tumemwamini Yesu Kristo na kumjua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini Yesu ametupa nini makubwa ambayo ni ya msingi na anajenga misingi ya imani yetu? La kwanza, tunajua kwamba kupitia kwa Bwana Yesu kwa imani tumesamehewa dhambi. Iwe dhambi ya jana, dhambi ya juzi, hata dhambi ya kesho, umesamehewa. Hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu. Paulo anasema basi tuendelee kufanya dhambi, anasema la. Ukiendelea kufanya dhambi, Mungu hakai kwenye dhambi. Yale maombi unayofanya katika kumwomba Mungu mimi anakuwa laana juu yako, kwa sababu adui anaitwa Shetani. Shetani sio jina la kosa, ni jina la mshitaki. Kazi yake ni kushitaki. Luciferi
kazi yake ni kushtaki. Ibilisi kazi yake ni kushtaki. Kazi yake ni kutafuta uovu wowote ndani yako na kushtaki mbele za Baba. Na Mungu ni Mungu wa haki. Unapokuwa unaishi katika maisha ya dhambi, kuna vitu utavikosa. Lakini naomba nikwambie, dhambi haikutakiwi kufanya wewe kuwa mtumwa. Kwa sababu kila mara tuna neema ambayo imedumu sana ndani ya Yesu Kristo. Inaweza kutokea ukawa katika dhambi lakini usidumu katika dhambi. Acha dhambi uweze kuishi katika maisha mazuri, kwa sababu kuna neema ndani ya Yesu Kristo. Usimwonee aibu baba kumwambia Baba, kwa dhambi hii naomba unisamehe. Baba, kwa dhambi hii naomba unisaidie nitoke katika jina la Yesu. Ndicho kiwe kilio chako ili uachane na dhambi. Na ukiweza kufikiri tunu la imani la kuishi katika maisha matakatifu, hilo ndio jambo jema zaidi, ndio nia kubwa ya Bwana Yesu. Lakini naomba nikwambie, atutumii nguvu kuishi maisha matakatifu. Atutumii kuwepa kabisa kuanza kusema kwamba unaogopa hata kupita kuangalia hata kufanya, lakini unapata neema ya kushinda dhambi. Utachokiona kwa macho yako, utakachosikia kwa sauti yako inakuwa kitu ambacho kielewi, kwa sababu Mungu anakuwa ameuisha moyo wako na kukupa uzima ambao unakusaidia kushinda dhambi. Kwa ndio kiwango cha juu cha imani nataka ukifikie. Paulo anasema unaweza kuweka sheria, ukaweka masharti, ukaweka amri zote 10, lakini bado dhambi na nguvu ya kukamata watu. Kinachotupa nguvu ya kushinda dhambi ni Yesu Kristo. Tunapomwamini na kutembea katika imani ndani ya Yesu Kristo, hakika tunapata ushindi. Ndio maana Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 mstari wa 15 anasema kwamba mtu akiwa katika Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, naam yamekuwa mapya. Tunasamehewa dhambi na kuachiliwa mizigo yetu kwa sababu ya Yesu Kristo. Haijalishi dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu, Mungu ana uwezo wa kuziondoa. La pili, kwa sababu tumwamini Yesu Kristo kwa imani, tunapokea kuponya magonjwa yote. Hakuna ugonjwa unatakiwa kumtumbua mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo. Haijalishi unasemaje huko mtaani. Mimi nachoamini ni kitu kimoja, ninapenda kuchukua imani hiyo, ni kwamba hakuna ugonjwa utakaogusa mwili huu hata kuweza kuniangusha. Haiwezekani. Ugonjwa utajaribu kunigusa na utaondoka. Kwa maana kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 25, Mungu amesema kwamba nitakuondolea ugonjwa katikati yako. Kazi ya mimi ni kumwabudu Mungu. Kazi ya mimi ni kumwamini Mungu. Kazi ya mimi ni kuja katika ibada. Kazi ya mimi ni kumtafuta Mungu. Magonjwa yataondoka yenyewe. God will deal with my diseases. Mungu atapambana na magonjwa ambayo yanaweza kuwa yananisumbua. Kwa imani tunapokea neema ya kupona magonjwa yote. Kwa imani tunapokea neema ya kupona magonjwa yote. Ngoja nikwambie, unatakiwa unielewe vizuri. Unaweza kusikia kitu kinauma. Unaweza kusikia mafua yanakuja. Lakini simama kwa imani kwamba ninakataa mafua kwa jina la Yesu. Kwa sababu Bwana amesema yeye alichukua dhambi zangu zote, alichukua magonjwa yangu yote kwa kupigwa kwa Yesu. Isaya 53. Mimi nimepona. Simama hapo, usigeuke nyuma wala usiende kokote. Sasa uwe makini. Ukiona kwamba magonjwa yanaendelea, usiwe na wasiwasi kutumia dawa. Sikutoi katika imani, lakini unaziombea zile dawa kwa utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Imani haina maana unaziba pumzi hapo unategemea utaishi. Mungu ametoa majibu kwa ajili ya mambo ambayo ni ya kwetu kwa utukufu wa jina lake. Lakini kuna mtu anaweza kutumia hizo dawa na asipone. Lakini achukua hatua imani hata kunywa dawa, sio kama ni dhambi. Lakini ni kitu ambacho ni temporary. Hakuna mzio magonjwa unatakiwa kumsumbua mtoto wa Mungu katika maisha yake kwa jina la Yesu. Ni hatua tu ya kupita. Muda Mungu anashusha uponyaji. Na naomba nikwambie, kama utasimama na Mungu na ukamtegemea Mungu katika maisha yako, hakutakuwa na kufa kwa sababu ya ugonjwa. Ugonjwa utapiga, utadunda kama mpira, utaondoka. Anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Maanake ana imani ya kujua kwamba hata mavuli ya mauti atakapopita katika yeye, hakika ule ubaya unaonekana. Mabaya sio kwamba yatakuja. Bonde la uvuli wa mauti sio kwamba litakuja, litapita. Lakini sitaogopa mabaya. Kwa nini sitaogopa mabaya? Kwa sababu gongo lako na fimbo lako yanifariji. Imani huja kwa kusikia. Kusikia neno la Kristo. Imani huja kwa kusikia. Gongo lako kusikia neno la Kristo. Mamlaka unachukua. Kwa ni kuchukua hatua ya kusema kama magonjwa mimi siyataki. Sitaugua katika jina la Yesu. Magonjwa yatakimbia mbali nao. Na utakaposimama kwa imani hiyo, ndivyo utakapokuwa. Sasa ngoja nikwambie, uwe makini.
Utaenda kwenye mahubiri mengine, ndio maana ndio makini sana madhabahu. Yatakwambia bwana, hata kama ni mgonjwa vumilia. Ukishachukua imani ya kuvumilia magonjwa, utachukua ndio imani yako. Sio kama unanielewa? Yesu anasema ukiomba lolote. Yohana 16 mstari wa 23 na 24. Mkiomba lolote kwa jina langu litakuwa. Ukiomba kwamba unaamini kwamba ugonjwa ni sehemu ya maisha yako, itakuwa hivyo. Unakuta kuna watumishi wanahubiri kwamba hata ukimwi unaweza kuendelea uweze, tunajua una dawa. Kwa hiyo kupata shida, vumilia, Mungu utaenda mbinguni, lakini wewe vumilia. Ukachukua kama ndio imani yako, nakwambia ndugu yangu, utakufa na ukimwi na utakusahau. Lakini ukasimama ukasema sikubali kama Esther. Nitaingia kwa mfalme, ikibidi kufa wacha nife, ikibidi kuishi wacha niishi. Baba, umeniahidi utaniponya, kwa kupigwa kwa Yesu nitapona. Ninapokea imani ya kuponywa kwa jina la Yesu. Muda sio mrefu utaenda kupimwa, utaambiwa hakuna ukimwi. Hakuna magonjwa yanayopasa kugusa watakatifu wa Mungu. Damu ya Yesu inatosha sana kuponya magonjwa yote. Sembuse kipi? Biblia tunasema katika kitabu cha Zaburi 103. Anasema Bwana huwalidhia watu wake. Kama anawalidhia watu wake, hilo ndio urithi wako na wewe. Kwa nini unamwamini Mungu? Tunakuja kupoteza muda kanisani. Hatuji kupoteza muda. Tunamwamini Mungu ambaye anatuponya magonjwa yote na kuyaondoa katikati yetu. Sio wewe tu, bali pamoja na nyumba yako yote, katika jina la Yesu. Kwa jambo kubwa ni kuchukua imani katika kile ambacho Mungu amekiahidi kupitia neno lake. Jambo la tatu ni kuondokana na umaskini. Katika maandiko matakatifu, watu wote wanaotegemea Mungu, hakuna aliyekuwa maskini. Umaskini ni uamuzi wako binafsi. Umaskini ni uamuzi wako binafsi. Yeye alifanyika maskini ili siwe tu matajiri. Yeye alipigwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Psalm 53. Na kwa sababu kupigwa kwake sisi tumepona, tumepona katika magonjwa, tumepona katika umaskini, tumepona katika yote. Wafilipi 4:19. Na Mungu wangu atawajalieni vyote mnavyohitaji kwa kadri ya utajiri na utukufu katika Kristo Yesu. Yeye alifanyika kwa maskini ili siweze kuwa tajiri. Kwa ndani ya Kristo Yesu kuna utajiri. Biblia inasema nitabariki kazi ya mikono yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutenda yote niliyokuambia. Haya ndio utakapokuwa, utakuwa juu tu, utakuwa chini. Utakopesha, utakopa. Utakuwa katika maisha yako, utakuwa ni mtu wa kufanikiwa, utafanikiwa mjini, utafanikiwa shambani. Na tunamwona Ibrahim ndivyo alivyoishi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Unafika mstari wa 13, Mungu anaongea kwamba Ibrahim akawa tajiri kwa mali na dhahabu na ng'ombe na mifugo. Katika Mungu unachokiamini ndio kitachukua. Sasa naomba nikuone tena. Kuna madhabahu itakufundisha kwamba utajiri ni majaliwa. Utajiri ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini Bwana Yesu hajasema hivyo. Hakuna mstari ambao Bwana Yesu alitoa anasema kwamba mapenzi yako Baba ndio hivi kama unakutaka. Bwana Yesu anatuambia wazi, ombeni lolote. Ombeni lolote. Ombeni lolote kwa jina langu na mtapewa. Mstari Yohana 16 mstari wa 24 anasema, hata sasa mjaomba jambo lolote, ombeni ili fulani iweze kutimia. Imani inakungamanisha na kile ambacho Mungu amekuahidi katika maisha yako. Unapochukua hatua imani, kuwa makini na nini unachokisikia. Imani huja kwa kusikia. Ukisikia madhabahu nakwambia bwana tuweze wote kuwa matajiri, lazima wengine watumikie wengine. Ukajiweka kundi la kuwa maskini, utakuwa maskini. Lakini yeye amtegemea Bwana, jua la mwangaza litashuka juu yake. Inuka uangaze, Isaya 61. Kwa maana nuru yako imekujia. Giza litafunika dunia yote, lakini mwanga utakuwa juu yako wewe. Mstari ule unaweza kubadilisha. Ukasema kwamba sasa nataka kuangaza na mimi niko katika giza. Ndugu yangu, wataanguka 10,000 upande wako kushoto, wataanguka 10,000 upande wako kulia, wewe utasimama kwa sababu unatumainia Bwana. Katika Mungu ni uamuzi wako kwenda kushoto au kulia. Yoshua anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Chagueni hivi leo mtamtumikia nani? It is a matter of choice. Ni swala la maamuzi, kwenda katika kuwa na magonjwa au kupona. It's your choice. Bwana Yesu alisema ombeni lolote
Yohana 14:19. Watu wawili watatu watakapokusanyika mbele yangu kwa ajili ya jambo lolote, lolote. Naomba nipige mstari, siongee kitu cha kutoka kichwani. Naongea maandiko matakatifu yanasemaje kuhusu imani yako. Una uamuzi wa kuponya ugonjwa wako, una uamuzi wa kuishi na ugonjwa wako. Na usiuite ugonjwa wako ni ugonjwa wa shetani, kazi yake ni kuharibu. Utakapokataa nguvu zako zote ukaendelea kuja katika madhabahu ya Bwana na kusikia neno la Mungu na kupokea nguvu, ninakwambia kuna ugonjwa utabaki katika mwili wako. Huo umaskini. Sasa tatizo ni kwamba wengine wanafika hatua sasa wanaanza kupata tu hela kidogo, wanamwacha Mungu. Katika utumishi ambao Mungu amenipa nimeona watu wengi, Mungu anawafungulia mlango wa kwanza, wanadhani kwamba ndio wamefika. Na nikwambia wanarudi katika umaskini mbaya zaidi. Lakini hatua Mungu atakapokuinua, jitahidi pia kwenda kumwabudu Bwana. Jitahidi kutafuta muda wa kuendelea kumtafuta Mungu, kwa sababu ndiko imani yako inakuthibitishwa. Watu wengi walikuwa na vyeo vikubwa. Mungu alikuwa watu wa kawaida, Mungu akawapa vyeo. Wakawa busy mpaka kasahau kwenda kwenye ibada. Vyeo vyao vikabadilika kuwa laana. Vyeo vyao, zile baraka zikabadilika kuwa sumu. Mwisho wa siku ni majuto na hakuna nakwenda. Lakini jitahidi kuwa mtu ambaye uko makini kumheshimu Bwana, na Mungu atakupa ile reward yako, atakupa yale marejesho yako kadri utakapoenda kumtumikia. Jambo la 4, kwa imani tunajua tunaingia katika jiji la mbinguni. Tumeahidiwa kwamba baada ya kazi zote kuisha, Yerusalemu mpya itashuka kutoka mbinguni. Wale walio takatifu watamlaki Bwana na tutaingia katika jiji takatifu. Kwa imani tunajua baada ya maisha haya tutaenda kushikilia Mungu mbinguni. Vita vitakuwa vimeisha. Bwana Yesu anasema, ombeni bila kukoma. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Maana yake ni nini? Kuna watu wanatafsiri vibaya. Wanadhani dhiki ni umaskini. Ngoja nikwambie, ina maana Mungu atakupa mema na heri, lakini kushikilia ile mema na baraka zako wewe kama mtu mtakatifu ni vita vya usiku na mchana. Mkristo ambaye amesema sasa nimefika wakati wa kupumzika, hakuna pumziko duniani, asikudanganye mtu. Utapata baraka na ushe na maudhi yatakuwepo. Utapata miujiza na maajabu, lakini maudhi yatakuwepo. Kwa hiyo itabidi kila mara kuwa katika vita. Ndio maana Biblia inasema kwamba tunaendelea katika vita. Vita vyetu ni vya kiroho na vinaendelea milele. Usidanganye mtu kwamba tumefika mwisho wa vita. Hata utakapofika katika utajiri mkubwa, utajiri sio mafanikio. Utajiri ni matokeo. Mungu hawezi kunyima utajiri, atakupa tu, sio tatizo. Ila utasimama katika utajiri huo. Ndugu yangu, kwa miaka ambayo nimekuwa nikimtumikia Mungu, watu wengi ambao Mungu aliwapa neema ya kuwafungulia milango kwa ajili ya ajira kubwa, watu waliwapa neema ya kuwafungulia milango kwa ajili ya utajiri mkubwa, kamwacha Mungu, wamsahau Mungu, na wamekuwa kama ni watu ambao wana philosophy za ajabu ajabu sasa hivi. Lakini siku walipokuwa wanamtafuta Bwana kwa ajili ya kupata mabadiliko na mgeuko katika maisha yao, walikuwa ni watu wananyenyekea, walikuwa ni watu wanapiga magoti mchana na usiku. Kwa sishangai ninapoona Mungu anazuia baadhi ya watu kupata mafanikio makubwa, kwa sababu wengi wanapata mafanikio makubwa na mwacha Mungu tena. Mungu ambaye amewatoa katika utumwa wa Misri, wanakuwa na mioyo migumu, wanaamua kuona kama vile kwa sababu watu wa dunia walivyofanikiwa. Tunaanza kuona theory sana watu wa dunia. Watu wa dunia wana kanuni zao za kufanikiwa. Wewe kanuni yako ni kuendelea kuwa magotini mbele za Bwana. Hii ni vita. Mungu atakupa vyote, sio tatizo. Lakini tambua, usije ukasahau kwamba ni vita. Lakini siku moja, naomba nikupe taarifa. Siku moja vita hivi itaisha. Siku Yesu Kristo akirudi mawinguni, siku tutakapokuwa tunapokelewa na malaika kule mbinguni, wale waliokufa watafufuka pamoja na sisi, na Bwana atakuja, baragumu itapiga na parapanda italia. Tutachukuliwa kama watu wananyakuliwa kwenda mbinguni. Tutaingia katika jiji la dhahabu ambalo Bwana ameandaa kwa ajili yetu. Huko hakuna tena vita. Huko ni furaha milele. Nafsi zetu zitaingia katika raha ya kudumu. Hakuna magonjwa, hakuna shida, hakuna umaskini, hakuna vita, hakuna tabu, hakuna fitina. Mambo yote yatakuwa ni mema tu. Hiyo ndio tunategemea tumaini letu kubwa kama Wakristo. Anayekudanganya kwamba dunia hii kuna raha, hiyo ni Mungu. Ila tutashinda na zaidi ya kushinda. Abraham anakuwa tajiri kuliko watu wote, lakini bado alikuwa na vita. Ilibidi amtegemee Bwana kwa ajili ya kumshindia. Maisha yetu hapa duniani ni ya kupita. Lakini tambua, naomba nikwambie, naomba uelewe vizuri kuhusu mtazamo huu. Usije kudhani sisi ni wa dunia. Sisi ni wa mbinguni. Yote utayapata, lakini kumbuka safari yako moja ni kwenda mbinguni ukamwone Baba siku moja na kuishi naye milele. Jambo la 5. Katika kumwamini Yesu Kristo,
tunapata neema ya kuwa warithi wa ahadi za Baba. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12, Mungu alimwahidi Ibrahim au Abraham ahadi 7. Ahadi 7. Alimwambia kwamba kukubariki nitakubariki. Kwa alibarikiwa Abraham. Akamwambia atakayekuwa adui yako atakuwa adui yangu. Nitawalaani wanaokulani, na atakayekubariki na mimi nitambarikia. Nitakupa uzao katika nchi, nitakupa mali na fedha. Na Mungu akawa mwaminifu kwa Abraham. Abraham alichukua hatua imani, akaungamanika na kile Mungu alichokuwa amekisaidia. Ngoja nikwambie, katika ahadi zote 5 nilizokuambia, katika kusamehewa dhambi kuna majaribu kila siku. Unafika hatua unaisha, nakwambia mtu ambaye anaisha anaona kwamba hakuna majaribu, basi sio mkweli. Maadamu una macho, kuna vitu ambavyo kinakula kila siku lakini akichoka kushiba. Macho ya mwanadamu kila siku yanaona vitu, lakini hakuna siku analidhika kwamba sasa basi. Yanafumba macho kwa sababu imefika usiku, lakini angetamani kuendelea kuona tu na kuendelea kuona. Kwa katika kuona kwa macho kuna vitu vinaweza kutokea. Kuna dhambi zinaweza kutokea. Kwa ni vita. Mtu anasema imani, kwa imani tumesamehewa dhambi. Unachoka kupigwa kwa Yesu nimepona, unashinda. Lakini magonjwa pia. Magonjwa hayakosi. Ngoja nikwambie, 70% ya watu ambao walipokea uponyaji wa muujiza, magonjwa yalirudia. Kwa nini yalirudia? Kwa sababu walikosa kuishi katika imani ya wito wao. Unapopokea muujiza wa Mungu ni kwamba shetani alikuwa amekukamata kama mtu ambaye anakutesa. Na alikuwa mtumwa wa shetani. Kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 74. Anasema tulikuwa tumeka katika mateka anaachiliwa na sisi tuko huru. Kwa ina maana kwamba shetani alikuwa amekufunga. Bwana Yesu anapokuachia kuponya magonjwa yako, amekutoa katika shida, shetani anajisikia anatamani kurudi katika miliki yake. Siku utakapoamua kumwacha kumheshimu Bwana, siku utakapoamua kuacha kuendelea kuwa na Bwana, atarudi na wengine 7. Luka 11. Atakuja ndani yako na kuweka kituo chake katika maisha yako na wengine mapepo wengine 7 zaidi. Na hali ya mtu ya kwanza, ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Tuna majaribu duniani, lakini Bwana ametupa kushinda. Lakini pia katika kuondokana na maskini, tambua kwamba kuna vita. Unaweza kuanza biashara na ikagoma. Unatakiwa uwe na mtaji unaitwa imani, ili usikate tamaa. Luka 18 mstari wa 1 anasema, imewapasa kumwomba Mungu na msikate tamaa. Kwa endelea kumwomba Mungu kwa imani. Tambua Mungu huwapa fadhili wale wote wanaomtegemea, na hajabadilika. Anabaki vile vile katika maisha yao na kuweza kubadilisha mambo ambayo ni ya tofauti. Ngoja nikwambie, maisha yao kuna maisha ya ndoa, kuna maisha ya kuolewa, maisha ya kuoa, maisha ya familia, maisha ya kazi, maisha ya biashara. Yote pamoja jioni leo ninaomba utafakari neno la msingi. Bwana Yesu, ninaomba uniongezee imani. Bwana Yesu, ninaomba uniongezee imani. Ukisoma kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 23 na 24, ndio vizuri, naomba tusome pamoja. Marko sura ya 9 mstari wa 23 na 24, naomba tusome. Biblia inasema, Yesu akamwambia, Marko sura ya 9 mstari wa 23 na 24. Sikiliza kwa makini. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Mara baba yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Jitahidi kila mara kumwambia Mungu, ninaamini utanipa utajiri. Kama kuna kitu chochote cha kutokuamini ndani yangu, nisaidie nipate imani. Baba, niongezee nguvu ya imani nifike tayari na mimi. Sio dhambi kuomba nguvu ya imani. Kuna majira nafika na bibi kwa siku na mchana naomba Mungu nguvu ya imani. Kwa sababu imani ndio mtaji. Haijalishi katika hali gani, haijalishi unapitia vita gani, haijalishi unapitia mazingira gani. Imani ndio mtaji wako wa kutoka hatua ulionayo kwenda hatua nyingine ya utukufu. Imani ndio mtaji wako wa kukuinua pale ulipo kwenda katika hatua nyingine ya uweza. Hakuna namna nyingine itakutoa hapo. Tukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili
sura ya 5 mstari wa 6 na 7. Naomba tusome katika jina la Yesu. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7. Sema Bwana, naomba useme, sema Bwana, niongezee imani. Bwana Yesu, ninaomba jioni leo uniongezee imani. Unisaidie kwa kutokuamini kwangu. Baba, ninaomba imani kwa ajili ya mafanikio ya maisha. Baba, ninaomba imani kwa ajili ya kutoka katika shida hii. Baba, ninaomba uniongezee imani kwa ajili ya kupona ugonjwa wangu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 6 mpaka wa 7. Biblia inasema, basi siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo katika mwili tunakaa mbali na Bwana, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Kinachobadilisha Bwana Yesu kule mbinguni, ambaye amekaa katika roho, kuwa katika mwili ni imani. Imani inakuungamanisha na baraka za Mungu ambazo tunazitaja. Bwana Yesu aliondoka duniani. Kuna watu ambao wametokana na Bwana Yesu mara nyingi, lakini kuna wengi, mamilioni, hawajawahi kutokana na Bwana Yesu. Tunachukua hatua ya imani kwamba Bwana Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, lakini sio kwamba tumemuona kwa macho haya. Tumechukua hatua ya imani. Ndani ya mioyo yetu kuna kitu kinashuhudia kwamba Bwana Yesu yuko mbinguni, amekaa upande wa kuume wa Mungu Baba, na huko anatuombea usiku na mchana, na atarudi tena kwa ajili ya kuchukua kanisa takatifu. Ni imani inatupeleka huko. Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 6 na 7 inasema, basi siku zote tuna moyo mkuu. Tuna moyo mkuu kwamba tunamjua Yesu yuko hai. Tena tunajua kuwa wakati tuwapo katika mwili tunakaa mbali na Bwana, maana twaenenda kwa imani na sio kwa kuona. Sasa imani ni kitu gani? Imani ni kitu gani? Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 1 imeeleza vizuri maana ya imani. Anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, ishi kama mfanyabiashara mkubwa. Mwamini Mungu kuwa mfanyabiashara mkubwa. Tembea kama mfanyabiashara mkubwa. Jifunze historia za wafanyabiashara wakubwa. Angalia watu ambao wanataka kwenda katika ile field wamefanya kitu gani. Imani bila matendo inafanya nini? Imekufa. Imani ni kuchukua hatua ukijua kwamba kile ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Waebrania 11 mstari wa 1 inaeleza vizuri. Ni bayana mambo ambayo yanatarajiwa huko mbele. Unayaona, wewe unaona uhalisia wake.